Hili lilijitokeza kuwa ndio kipaumbele cha kwanza. Lakini swala la pili ni swala la ajira na uwezeshaji wa wananchi kiuchumi ili kuweza kujipatia kipato na kuishi maisha ya staha na matumaini. Na swala la tatu, pamoja na kazi kubwa iliyofanyika, bado upatikanaji wa maji safi na salama uliibuliwa kuwa ni changamoto kwa baadhi ya maeneo. Kwa hivyo ndivyo vipaumbele vya juu kutoka kwa wananchi, kwa tunaenda kuvitekeleza pamoja na ahadi tulizoziweka kwenye ilani ya uchaguzi. Hivyo basi, mkituchagua au mkituchagua tena kwa kipindi cha miaka 5 ijayo, tutatafsiri utu kwa vitendo kama ifuatavyo. Kwanza, utu ni kuwa na uhakika wa chakula, maji safi na salama kwa kila kaya, kupata huduma za afya inavyostahiki, kuimarika kwa huduma za kupata elimu ya maarifa na elimu ujuzi kwa kadri ya uwezo wa mwanafunzi, na kulinda haki na usalama wa raia wa Tanzania. Lakini namba 2, utu utaimarishwa na kuendelezwa ikiwa tutafanya ujenzi wa miundombinu wa usafiri na usafirishaji kwa watu na bidhaa ili kurahisisha shughuli za kiuchumi. Aidha, kukuza wigo wa mashirikiano na sekta binafsi ya ndani na nje ya nchi ili kuongeza uwekezaji, kuimarisha biashara na kutengeneza ajira. Namba 3, tunakusudia kuikuza sekta ya uzalishaji ikijumuisha kilimo cha mazao ya chakula na biashara, ufugaji na uvuvi ikue kwa 10% ifikapo mwaka 2030 ili iweze kuongeza uwepo wa viwanda vya kuongeza thamani ya mazao na bidhaa zetu. Namba 4 ni sekta ya madini ambayo imekuwa ina mchango mzuri kwenye pato la taifa. Tunajipanga kuongeza upimaji wa maeneo mapya ya madini ili kutambua aina na kiwango cha madini yaliyopo katika maeneo hayo. Azma yetu ni kutanua shughuli za kiuchumi na hasa kwa vijana wetu wa Kitanzania. Sambamba na shughuli hiyo, kutajengwa maabara za kisasa za kanda za madini na kujenga kinu kikubwa cha kuchenjulia madini hapa nchini badala ya kupeleka makinikia nje ya nchi. Tunataka kuongeza mchango wa sekta ya madini katika kutengeneza ajira nyingi za vijana. Namba 5, kwenye sekta ya utalii, lengo letu ni kuongeza mapato yatokanayo na sekta hii kwa kuongeza uwekezaji na kuvutia watalii wengi zaidi kutembelea vivutio vyetu. Tunataka kufikia watalii milioni 8 ifikapo mwaka 2030, na hili ni ongezeko la watalii takriban milioni 3. Namba 6, tutaendelea na kazi ya kumalizia kusambaza umeme nchi nzima na kuongeza uzalishaji wa nishati ya umeme kutokana na gesi, joto ardhi, upepo, jua na nyuklia kufikia megawati 8,000 ifikapo mwaka 2030. Dunia ya sasa, umeme ni nyenzo muhimu kwa maendeleo na maisha ya mwanadamu, kwa tunakwenda kuongeza kiasi hicho cha umeme. Namba 7, tutafanya utambuzi wa biashara ndogo ndogo ikiwemo mamalishe, machinga, maafisa usafirishaji, bodaboda na bajaji na nyinginezo kwa ajili ya kuzirasimisha, kuingizwa kwenye mipango ya maendeleo ya nchi na kuendelezwa. Vile vile tutatizama kwa karibu biashara bunifu au startups kwa kutunga sera maalum itakayoweza kuzilea na kukuza kampuni hizo. Sambamba na hilo, katika kutekeleza mkakati wetu wa uchumi wa kidigiti, tutajenga kituo cha teknolojia bunifu kuwezesha vijana wetu kuingia vyema kwenye fani hizo na kuwajengea uwezo wa kuzifuata fursa za uchumi wa kidigiti duniani kote. Namba 8, tutapandisha thamani ya kazi za wasanii na wanamichezo wetu kwa kulinda milki ya kazi zao, kupata stahiki zinazolingana na jasho lao, kuwawezesha
kwa mahitaji na nyenzo kiteknolojia pia, na kuwatengenezea mazingira ya kutanua wigo na kupandisha hadhi za shughuli zao ndani na nje ya nchi. Tunadhamiria kujenga studio ya kisasa ya filamu na ukumbi wa kisasa wa burudani na michezo. Aidha, tutatumia fursa ya uwenyeji wa mashindano ya soka Afrika ya AFCON kuboresha viwanja vilivyopo na kuendelea kujenga vipya. Safari yetu ya maendeleo nchini inajumuisha kila raia wa Tanzania. Hivyo basi, hatoachwa mtu nyuma kwa sababu ya hali yake ya maumbile, jinsia yake, rangi yake, kabila lake, dini yake, mahali alipotoka au asili yake. Mwanadamu Mtanzania katika hali yoyote ile, tutahakikisha haachwi nyuma kwenye maendeleo. Jambo jingine la 9 ni swala la usalama wa raia na mali zao na uhakika wa kupata ulinzi wa kisheria na kupata haki kwa wakati na kwa gharama inayohimilika. Ni eneo jingine linaloheshimu utu wa mtu. Kwenye hili taendelea kutekeleza mapendekezo yaliyotolewa na Tume ya Haki Jinai ya kuboresha utendaji kazi wa taasisi zinazoshughulika na utoaji wa haki, iwe ya jinai au ya madai. Tutazidisha mashirikiano na jumuiya za wanasheria kama TLS, Jumuiya ya Wanasheria Wanawake Tanzania na nyinginezo katika kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi wasio na uwezo kupitia Mama Samia Legal Aid Campaign. Ndugu zangu wana CCM na ndugu wananchi, kitupa tena ridhaa ya kuendesha serikali, yapo maeneo mahsusi ambayo tutayapa mkazo wa kipekee. Maeneo hayo ni vita dhidi ya rushwa, na kama mnavyojua, kwa kiasi fulani Tanzania tumepanda kwenye kutokuendekeza rushwa. Tumeachana na mambo ya rushwa na hadhi yetu inapanda polepole. Kwa hiyo tutaendelea na vita hiyo, lakini vile vile maeneo ya utawala bora, maridhiano na upatikanaji wa katiba mpya ya taifa letu, na hata kulinda mila na desturi za Mtanzania. Maeneo haya yana umuhimu wa kipekee katika ustawi wa taifa na watu wake. Maendeleo jumuishi tunayokusudia hayana budi kuendana bega kwa bega na falsafa yetu ya R4. Tumedhamiria kwa dhati kuanzisha tume ya upatanishi ili tujenge msingi wa umoja wa kitaifa. Matarajio yetu ni kwamba mtatukopesha imani yenu ili tuwalipe uadilifu na ufanisi katika kuitumikia nchi na kustawisha utu wa Mtanzania. Tanzania oye! CCM oye! Kazi na utu! Ndugu zangu wana CCM na ndugu wananchi, kabla sijahitimisha, nitumie fursa hii kuwakumbusha kujitokeza kwa wingi kesho kupiga kura. Haitoshi tu kuhudhuria mikutano hii ya kampeni. Kwenye mikutano alhamdulillah tulijaa wengi sana. Sasa wingi ule tukautafsiri ndani ya masanduku ya kura. Si vyema kubaki kujadili na kulalamika mitandaoni. Wanaofanya maamuzi ya mwelekeo wa nchi yetu ni wale wanaopiga kura na sio wale wanaonung'unika. Lawama, kebehi na matusi havichagui wala kubadilisha viongozi. Kura huchagua na kukataa viongozi wazembe. Twendeni kwa wingi wetu tukapige kura. Serikali imetangaza rasmi tarehe 29, yani kesho, kuwa ni siku ya mapumziko ili kutoa nafasi kwa wenye sifa za kupiga kura kushiriki bila vikwazo. Hii ni haki unayoipata siku moja tu ndani ya miaka 5. Itumie, isikuponyoke.
vyombo vyenye dhamana ya ulinzi na usalama wa nchi hii vinatuhakikishia kuwepo kwa utulivu na amani wakati wote wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Hivyo tujitokeze kwa wingi na tuhamasishane kwenda kupiga kura. Ndugu zangu wana CCM na ndugu wananchi, kwa pamoja tumefanya kazi kubwa ya kunadi ilani ya CCM. Na washukuru kwa kufanya kampeni za kistaarabu